Tumsifu Yesu Kristo. Uhuru wa Yesu, Mola ya Seba. Tuitikie wote Yesu. Roho Mtakatifu wa Yesu ananena na ulimwengu. Pinga ushoga na roho zote za kuzimu na kuziombea kwa jina la Yesu. Lakini pinga roboti aliyeingia duniani kwa kisingizio cha kukua kwa sayansi na teknolojia. Ni sanamu huyo. Kwanza tuanze na sala ya ufalme wa Yesu inayotoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 hadi wa 13. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu. Utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehe wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Leo tutajifunza siri 3 za Yesu katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 17. Tutaanza na siri ya kwanza. Ghasia katika Thesalonike. Wakiisha kupita kati ya Amfipoli na Apolonia, wakafika Thesalonike, ambapo palikuwa na sinagogi la Wayahudi. Na Paulo, kama ilivyokuwa desturi yake, akaingia mle walimo, akahojiana nao kwa maneno ya maandiko Sabato 3, yani wiki 3, akiyafunua na kuwaeleza ya kwamba ilimpasa Kristo kuteswa na kufufuka katika wafu, na ya kwamba Yesu huyu ninayewapasha ninyi habari zake ndiye Kristo, yani Masihi. Wengine miongoni mwao wakaamini, wakashikamana na Paulo na Sila, na Wayunani waliomcha Mungu wengi sana, na wanawake wenye cheo si wachache. Na Wayahudi wakaona wivu, wakajitwalia watu kadhaa wa kadhaa katika watu ovyo wasio na sifa njema, nao wakakutanisha mkutano, wakafanya ghasia mjini. Wakawaendea watu wa nyumba ya Yosani, wakataka kuwapelekea mbele ya watu wa mji. Na walipowakosa, wakamkokota Yasoni na baadhi ya ndugu mbele ya wakubwa wa mji, wakipiga kelele wakisema, watu hawa waliupindua ulimwengu, wamefika huku nako. Na Yasoni amewakaribisha, na hawa wote wanatenda mambo yaliyo kinyume cha amri za Kaisari, wakisema na kwamba yupo mfalme mwingine aitwaye Yesu. Wakafadhaisha ule mkutano, na wakubwa wa mji walipoyasikia hayo. Nao walipokwisha kumtoza dhamana Yasoni na wenziwe, wakawaacha waende zao. Nini tunafundishwa hapa? Yesu Kristo ni mfalme. Ni mfalme wa mbingu na dunia. Hata sasa anatawala mbingu na dunia, na hata kule kuzimu inasujudu. Kipindi Paulo anatumia nguvu kubwa na ujasiri mkubwa kudiliki kuingia kwenye masinagogi yao, watu waliokuwa na hubiri utumbo uliokuwa nje na uponyaji, akahojiana nao, akashinda. Na katika kuhojiana nao alipata watu wengi sana mle ambapo kulikuwa kuna mafundisho ya giza. Inatufundisha nini? Tuwe wajasiri. Injili ya kilele mama, injili laini sasa hivi sio rafiki sana. Nyakati tulizo nazo ni wakati wa kuambia watu ukweli. Tunapaswa tumwamini Yesu Kristo. Hakuna mtu atakayeokolewa na jina lingine tofauti na la Yesu Kristo. Maana yake ni nini? Injili ya kubembeleza watu, injili ya kuongea na watu ni ya kuchekacheka. Imepitwa wakati. Huu ni wakati wa kusema kweli, ni wakati wa kunena kweli, ili watu wapate kuelewa na kufumbuliwa macho, ili tupate kupona siku ya mwisho, maana siku zimeisha. Siri ya pili, Paulo na Sila wakiwa Beroya. Mara hao ndugu wakawapeleka Paulo
na Sila usiku hata Beroya. Nao walipofika huko wakaingia katika sinagogi la Wayahudi. Watu hawa walikuwa waungwana kuliko wale wa Thesalonike, kwa kuwa walilipokea lile neno kwa uelevu wa moyo, wakayachunguza maandiko kila siku waone kwamba mambo hayo ndivyo yalivyo. Basi watu wengi miongoni mwao wakaamini, na wanawake wa Kiyunani wenye cheo na wanaume si wachache. Lakini Wayahudi wa Thesalonike walipopata habari ya kwamba neno la Mungu linahubiriwa na Paulo hata katika Beroya, wakaenda huko nako wakachafua na kufadhaisha makutano. Mara hiyo wale ndugu wakampeleka Paulo aende zake mpaka pwani, bali Sila na Timotheo wakasalia huko. Lakini wale waliomsindikiza Paulo wakampeleka mpaka Athene, nao wakiisha kupokea maagizo kuwapeleka Sila na Timotheo ya kwamba wasikawie kumfuata, wakaenda zao. Nini tunafundishwa hapa? Watu wa Beroya wamebaki kama shuhuda kutushuhudia sisi watu tulio wapinga injili ya Yesu Kristo. Maana yake ni nini? Yesu Kristo alikuwa anafanya kazi na Paulo katika ulimwengu wa roho. Kumbuka, Paulo alikuwa ni mtu mmoja wapo wa watesaji wa injili ya Yesu Kristo. Ilibidi Yesu Kristo amfanye kuwa chombo kiteule kinachotumika kushuhudia matendo, ili wapate kumwelewa, kwa sababu yeye mwenyewe alikuwa huko na akatoka akaingia huku. Maana yake nini? Paulo mpaka sasa yu hai katika neno hili, anaongea na wewe kukwambia uwe mfano wa Beroya. Upatapo neno la injili ya kweli inapohubiriwa, usipinge kabla ya kusikiliza maandiko. Sikiliza maandiko, sikiliza neno la Mungu. Roho Mtakatifu atakapokushuhudia uamini na ukili, usipinge. Hata kama Roho Mtakatifu anakushuhudia, utaenda kuzimu. Maana kuna dhambi moja isiyosamehewa. Inasema atakaye mkufuru Roho Mtakatifu hana msamaha hata siku ya mwisho. Siri ya tatu, Paulo katika Athene. Paulo alipokuwa akiwangojea huko Athene na kuona jinsi mji ule ulivyojaa sanamu, roho yake ilichukizwa sana ndani yake. Basi katika sinagogi akahojiana na Wayahudi na waliomcha Mungu na wale waliokutana naye sokoni kila siku, na baadhi ya Waepikuleo na Wasitoiko wenye ujuzi wakakutana naye. Wengine wakasema, mpuuzi huyu anataka kusema nini? Wengine walisema, anaonekana kuwa mtangaza habari za miungu migeni, kwa maana alikuwa akihubiri habari za Yesu na ufufuo. Wakamshika, wakamchukua Areopago wakisema, je, twaweza kujua maana ya elimu hii mpya unayoinena? Kwa maana unaleta mambo mageni masikioni mwetu. Tutapenda kujua basi maana ya mambo haya. Kwa maana Waathene na wageni waliokaa huko walikuwa hawana nafasi kwa neno lolote ila kusikiliza habari za jambo jipya. Paulo akasimama katikati ya Areopago akasema, enyi watu wa Athene, katika mambo yote naona ya kuwa ninyi ni watu wa kutafakari sana mambo ya dini. Kwa sababu nilipokuwa nikipita huko na kuyaona mambo ya ibada yenu, naliona madhabahu iliyoandikwa maneno haya, kwa Mungu asiyejulikana. Basi mimi na wahubiri habari zake yeye, ambaye ninyi mnamwabudu bila kumjua, Mungu aliyeufanya ulimwengu na vitu vyote vilivyomo, yeye kwa kuwa ni Bwana wa mbingu na nchi, hakai katika hekalu zilizojengwa kwa mikono, wala hatumikiwi kwa mikono ya wanadamu, kana kwamba anahitaji kitu chochote, kwa maana ndiye anayewapa wote uzima na pumzi na vitu vyote.
Naye alifanya kila taifa la wanadamu kutoka katika mmoja wakae juu ya uso wa nchi yote, akiisha kuwawekea nyakati alizoziamuru tangu zamani na mipaka ya makazi yao, ili wamtafute Mungu ingawa ni kwa kupapasa papasa, wakamwone, ijapokuwa hawi mbali na kila mmoja wetu. Kwa maana ndani yake yeye tunaishi, tunakwenda na kuwa na uhai wetu. Kama vile mmoja wenu mtunga mashairi alivyosema, maana sisi sote tu wazao wake. Basi kwa kuwa sisi tu wazao wa Mungu, haitupasi kuzani ya kuwa uungu ni mfano wa dhahabu au fedha au jiwe au vitu vilivyochongwa kwa ustadi wa akili za wanadamu. Basi zamani zile za ujinga Mungu alijifanya kama hazioni, bali sasa anawaagiza watu wote wa kila mahali watubu, kwa maana ameweka siku atakayowahukumu walimwengu kwa haki kwa mtu yule aliyemchagua. Naye amewapa watu wote udhabiti wa mambo haya kwa kumfufua katika wafu. Basi waliposikia habari za ufufuo wa wafu, wengine walifanya dhihaka, wengine wakasema, tutasikiliza tena katika habari hiyo? Basi hivi Paulo akaondoka, akawaacha baadhi ya watu wakashikamana naye wakaamini. Katika hao alikuwamo Dionisio Mwareopago na mwanamke mmoja jina lake Damari na watu wengine pamoja na hao. Nini tunajifunza hapa? Yesu Kristo anatenda kazi. Yesu Kristo alitenda kazi kupitia mitume aliyowachagua, akiwemo na Paulo, na wengine wengi wameinuliwa katika nyakati hizi, nikiwemo na mimi. Anafanya kazi kushuhudia ulimwengu kwamba yeye ni Mungu, yeye ni mfalme, alifufuka, aliteswa. Kwa hiyo tunapaswa tumwamini ili tupate kupona. Pasipo kumwamini hatuwezi kupona. Paulo alienda kuwashuhudia watu, akawashuhudia matendo makuu, lakini bado alikuta kuna mambo wanafanya ya ibada ya sanamu. Na lililomkela kabisa, Paulo akakuta madhabahu zimeandika Mungu asiyejulikana. Ni kweli hata sasa kuna watu wanayemwabudu Mungu asiyejulikana, lakini sisi tunamwabudu Mungu anayejulikana na anafahamika kwa sura. Nani huyo? Ni Yesu. Nani huyo? Ni Yesu. Nani sasa anamwabudu Mungu asiyejulikana? Ole wako wewe unayemwabudu Mungu asiyejulikana, Mungu usiyemjua jina lake, Mungu unayemuita Mungu majina mengi. Wengine wanamuita majina ya utukufu, lakini hawamjui. Na Yesu Kristo wamemkana. Siku inakuja, palapanda yaja. Wakati wa toba ni sasa, sio kesho. Ni leo. Usikiapo ushuhuda huu, tubu na kumwamini Mungu anayejulikana, ambaye ni Yesu. Sasa tunaabudu kitu tunachokijua. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania. Mungu ibariki dunia yote na mataifa yote duniani. Amina.